Na bila shaka hujambo, ni kukaribisha katika mshike uko nami Akida Kilango. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali imedhamiria kuipa heshima timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 iliyotinga fainali za AFCON, ambapo itatoa ndege maalum kwa ajili ya kuirudisha timu hiyo na viongozi mbalimbali baada ya kutinga fainali. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hayo kwenye mkutano maalum na waandishi wa habari wakiwasilisha maelezo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yaliyoambatana na pongezi kwa vijana hao walioweka historia mpya kwenye soka la Tanzania. Mheshimiwa Rais amewapongeza sana vijana wetu wa Serengeti Boys, na katika pongezi hizo ameelekeza serikali itoe ndege kwa ajili ya kuwafuata vijana wetu watakapokuwa wamecheza fainali, na panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu watakapokuwa wamelitwaa kombe hilo na kurejea kishujaa hapa nchini. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali imetoa shilingi milioni 500 kama zawadi kwa timu hiyo baada ya kufika hatua ya fainali, na kama watatoa ubingwa basi watapatiwa kiwanja kila mmoja katika eneo maalum mkoani Morogoro. Mheshimiwa Rais pia ameelekeza nitoe tamko kwa niaba ya serikali kwamba vijana hao kwa kile walichokifanya mpaka sasa cha kutinga fainali watapewa pongezi kwa kikosi hicho kupewa shilingi za Kitanzania milioni 500, na watakapokuwa wametwaa kikombe kile serikali itawapatia kiwanja kila mmoja kwenye mji wenye utulivu wa Morogoro, pale eneo la Suluhu New City, ili waweze kuanza kukumbuka kwamba waliwahi kufanya jambo kubwa kwa nchi yetu. Katika hatua nyingine, bunge limepitisha azimio maalum ikiwa ni sehemu ya kuwapongeza wachezaji wa Serengeti Boys ambao sasa wamefanikiwa kutinga katika hatua ya fainali katika fainali hizo za vijana wenye umri chini ya miaka 17. Mwanahabari wetu Ahmad Ali kutoka Dodoma ametuandalia taarifa zaidi. Mapema leo hii mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya amewasilisha hoja ya kuliomba bunge liazimie kuipongeza timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys kwa kutinga hatua ya fainali za michuano ya mataifa ya Afrika AFCON 2026 baada ya kuiondosha Misri kwa mikwaju ya penati. Bunge linaazimia kuipongeza timu ya Serengeti Boys kwa ushindi ulioupata na hivyo kufuzu fainali za AFCON na pia kombe la dunia kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 mwaka huu 2026. Kuipa timu ya Serengeti Boys moyo, hamasa na ari ya kupambana katika fainali hizo walizofanikiwa kuingia, ili hatimaye wapate ushindi na kuiletea Tanzania sifa nzuri. Hoja hiyo iliyoungwa mkono na kuchangiwa na wabunge mbalimbali walioshauri hamasa na uendelezaji wa vipaji hivyo. Kwa jinsi ambavyo wameperform jana, ungekuwa unafuatilia michezo, waliperform katika kiwango ambacho tunahitaji kama taifa kuwaandaa vijana. Wakirudi basi tuwe na watu maalum ambao watakaa nao kisaikolojia, lakini masoko yaandaliwe masoko maalum kwa ajili ya hawa vijana, kuliko wakija wakakimbilia kwenye hizi timu zingine ambazo zimekwaza tamaa kuwachukua na kuwakalisha wachezaji bila kuwatumia. Nitoe rai Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na pongezi nyingi tunazotoa, lakini kama taifa lazima tukubali vijana hawa wametuwakilisha vizuri, wapewe zawadi kwa kuitangaza nchi yetu. Naye Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda akaeleza namna serikali ilivyojipanga kuwaendeleza vijana hao. Mheshimiwa Rais Daktari Samia ametupa maelekezo baada ya jana tu kuona matokeo haya ya mechi hii. Mheshimiwa Rais mwenyewe ameifuatilia mwanzo mwisho, kwa sababu ni mapenzi yake kuona taifa lake linapiga mbele. Maelekezo yake amesema vijana hawa wote walioonyesha uwezo mkubwa na kuhakikisha kwamba wanaibeba bendera ya taifa kwa kuitoa Egypt na kwenda Jumanne kucheza na timu ya Senegal,
watakapomaliza AFCON ya 2027 anataka vijana hawa wote wawekwe kambi kwa ajili ya maandalizi ya 2030 Tanzania kushiriki World Cup. Tukiendelea kufuatilia taarifa za mlengo huo, wakati wa Tanzania wakiendelea kujivunia timu yao ya vijana Serengeti Boys chini ya miaka 17, kocha mkuu wa timu hiyo Elineza Nsangazelu ametanabaisha siri iliyofanya aweze kufikia katika kilele hicho cha historia. Taarifa kamili na Innocent Alois kutoka Marrakesh, Morocco. Ilikuwa ni siku ya furaha kwa taifa na vijana wa Serengeti Boys. Shangwe hili ni baada ya kumchabanga Mwarabu wa Misri mikwaju ya kutosha na kufuzu kucheza fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana wa chini ya miaka 17. Kwangu mimi najisikia vizuri na napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana ndio muweza wa yote mpaka kufikia hatua hii. Tumeweza kwenda fainali. Kwa najisikia furaha kubwa sana. Maana ni kitu cha mara ya kwanza ambacho tumeweza kupambania na tumeweza kufika fainali. Kwa hiyo najisikia furaha kubwa sana. Nafurahi kama kiongozi kufikisha timu kwenye hatua nzuri, hatua fainali. Ni jambo zuri kweli kama kuwa kiongozi wa timu alafu kufikisha timu fainali. Kwa ni jambo zuri na furaha sana. Tumejipanga vizuri kwa fainali na Watanzania wasikate tamaa, sisi tupo kwa ajili yao na imani tutawafurahisha, kila kitu kitakuwa sawa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah. Tunaahidi makubwa katika mchezo wa fainali na tunaahidi tutakuja na kikombe nchini kwetu. Lakini je, unafahamu siri ya mafanikio? Kutumia GPS kumesaidia sana kufikisha timu ambapo ilipo, sio? Kwa sababu maana yake tusingekuwa nayo tusingeweza kujua tupush kiasi gani, sio? Maana yake tungekuwa tunafanya mazoezi ya kawaida, si tunahisi kama tunafanya sana, kumbe tunafanya kidogo. Ni mwalimu Elineza Nsangazelu anasema hakuna tunguli hapa, ni teknolojia ya mzungu. Mpira una kona 4, sio? Technical, tactical, physical pamoja na saikolojia. Kwa hiyo GPS inatusaidia kwenye sehemu ya physical, kujua utimamu wa wachezaji wa mwili na maybe kupush kwenda kwenye level, kwa sababu kila unapofanya kazi na GPS automatic mimi nikifika kwa mazoezi sihitaji kumwambia mtu sprint, sihitaji kumwambia mtu akave, sihitaji. Kwa hiyo yeye mwenyewe automatic akishaona namba zangu leo zilikuwa chini, maana yake kesho zinamfanya mwili wake apush. Na maybe akipush maana yake anaendelea kuadapt. Akiendelea kuadapt maana yake ile performance inafanya nini? Inaongezeka, sio? Na rekodi mpya imeandikwa. Na ili kuendeleza rekodi, Nsangazelu anasema uwekezaji lazima. Kwa hiyo nafikiri kuna umuhimu mkubwa wa uwekezaji. Kila unapokuwa na timu lazima uwekeze. Unapokuwa na academy lazima uwekeze kwenye teknolojia. Ili watu wazoee, watoto wazoee na watoto wajenge wakati wanakuwa hata ile physical ability yao. Wewe unaweza kuona pale mtaani unashinda goli 10 kumbe unacheza na mtu weak. Kwa hiyo maana yake ili uweze kujua lazima upate teknolojia, alafu wakati uko kwenye pre-season au whatever unajilinganisha maybe na level ya finali ya Champions League, wachezaji wana cover distance mbali gani. Serengeti Boys inatarajia kushuka dimbani kwenye mchezo wa fainali dhidi ya Senegal siku ya Jumanne majira saa 4 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Innocent Alois, Azam Sports, Rabat, Morocco. Baada ya Serengeti Boys kufanikiwa kutika hatua ya fainali katika AFCON umri chini ya miaka 17, ofisa habari wa TFF Clifford Mario Ndimbo amewapongeza na kuahidi kufanya maandalizi mazuri zaidi kwa ajili ya kufanya vizuri kwenye fainali hizo zinazotarajia kufanyika nchini Morocco. Timu yetu chini ya miaka 17 Serengeti Boys jana wamefanikiwa kufuzu kucheza fainali za AFCON 2026 pale Morocco. Ni jambo kubwa. Utaona kwamba kikosi hiki tayari kilikwisha fuzu kucheza kombe la dunia, lakini kufika fainali ni historia nyingine tena tunaendelea kuandikisha. Haikuwa rahisi timu hiyo kuweza kufika kwenye hatua hiyo. Kama ambavyo mnafahamu kwamba tumekuwa mstari wa mbele kabisa. Moja kati ya vipaumbele vya Rais Wallace Karia ni eneo hilo la vijana, na unaona kwamba eneo hilo sasa limeanza kutoa matunda kwenye mashindano mbalimbali, wanawake lakini pia kwa upande wa wanaume. Kwa hiyo ni jambo kubwa kwa kikosi hicho kuweza kufika kwenye hatua hiyo ya fainali. Namni ofisa habari huyo wa TFF Clifford Mario Ndimbo. Huu ni Mshike Mshike, bado kuna Kida Kilango.
Asante kwa kuendelea kutazama Mshike Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Msemaji wa timu za taifa Haji Manara ameongea na waandishi wa habari hii leo jijini Dar es Salaam akiwataka Watanzania kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kushangilia timu za taifa, lengo likiwa ni kutoa hamasa ili timu hizo zifanye vizuri. Njia iliyofanya kila mtu aione timu ya taifa ni yake. Sasa expectations za Mheshimiwa Waziri ni hizo, kurejesha hamasa. Si kwamba haipo, lakini ni kuiboost zaidi. Kazi kubwa inafanywa na baraza, kazi kubwa inafanywa na TFF, lakini anataka tuongeze nguvu kuisemea timu ya taifa, kuibrand timu za taifa, kufanya kila Mtanzania aone timu ya taifa ni yake. Timu hizi za taifa zinatuondolea tofauti za kikabila, zinatuondolea tofauti za kidini, za kikanda, za eneo tunalotoka, za rangi, za jinsia. When it comes kwenye national team, kila kitu kinakuwa kiko pembeni. Maslahi ya nchi yanawekwa mbele. Tunaweza tukatofautiana hata kimitazamo ya kisiasa, lakini timu ya taifa ikicheza, maana yake fahari ni kwa Watanzania wote bila kujali itikadi zao, na ndicho tunachotaka kwenda kukifanya. Msemaji huyo wa timu za taifa. Lakini katika taarifa nyingine, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe kwa niaba ya klabu yake wamepongeza Serengeti Boys na uongozi benchi zima la ufundi baada ya kufuzu kutinga hatua ya fainali michuano ya AFCON umri chini ya miaka 17, huku wakiomba uongozi usiwatie pressure vijana hao ili waendelee kufanya makubwa zaidi. Kwanza pongezi zangu zilianza walipofuzu kwenda kombe la dunia kwa mara ya kwanza, na pongezi zangu zikaendelea tena kwa kufuzu robo fainali kwenda nusu fainali, na sasa wameingia fainali baada ya kumfunga Egypt na cheza dhidi ya Senegal. Mechi ngumu hiyo dhidi ya Senegal. Kubwa, na hili ni ombi langu kwa Watanzania, wale watoto wale tusiwabebeshe faraja ya nchi. Naomba sana tusibebeshe faraja ya nchi, kwa sababu umri wao wale ni below 17, ni 16, 15. Tukianza kuchukua shida za nchi zote tukawapa watu wale na watafutie faraja, tutawapa mzigo mkubwa, watacheza kwa pressure kubwa, mwisho wa siku waharibu mwishoni. Tuwaache wadogo wajiandae, waliokuwa kule waendelee kukaa na timu karibu. Serikali yetu iongeze nguvu, iangalie ile timu vizuri, pasiwe pana mwingiliano mwingi sasa hivi, yasitokee maahadi mengi ya kutisha tukawa frustrate wale watoto. Tuwaache wawe comfortable kwenye comfort zone yao. Wana mwalimu mzuri, mwalimu Eli, one of the best coach ambaye nimekuwa naye kwenye madarasa, ameshanifundisha pia baadhi ya kozi za ukocha, ni kocha mzuri. Tunaye kaimu katibu mkuu Oscar Milambo, project kaanza nayo muda mrefu. Tuwaache wamalizie, wakichukua ubingwa inshallah tukafanye paredi ya kuwapokea pale uwanja wa ndege. Ila kwa sasa hivi tusichanganye kidonge chochote kwenye hili jambo. Tuwaache, tusiongezee mzigo, tusionyeshe kama nchi ndio inawategemea kupata faraja, umri wao ni mdogo. Mechi ya fainali ni ngumu. Senegal tumeona mechi na Morocco, ni one of the best team kwenye age hiyo sasa hivi barani Afrika. Ukiwapa watu wale pressure, mechi kaanza, bahati mbaya tukatanguliwa goli moja, wenda pressure ikawa tukaharibu. Kwa tuwaache madogo janja, tuwapongeze leo, maisha yaendelee. Jumanne inshallah tukiwa kwenye TV zetu tuangalie burudani. Ali Shaban Kamwe huyo meneja habari na mawasiliano klabu ya Young Africans. Nao baadhi ya wachezaji wa zamani waliowahi kucheza kabumbu kwenye timu ya taifa ya Tanzania wametoa maoni na kuipongeza Serengeti Boys kwa kuandika historia ya kucheza fainali ya AFCON kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17. Kufanya vizuri kwao hii mimi si shangai, sababu majuzi kati tu wamechukua Sekafa, ndo hao ambao vijana wapo. Nafikiri wanatundwa vizuri sasa hivi. Asilimia kubwa nafikiri wengi wanalelewa kwenye kile kituo cha Mnyanjani Tanga na TFF, so wanajua kikubwa ni kuwalea ambao ni taifa la kesho, sababu hao ambao wapo sasa hivi wakina Msuva nani wanaondoka au wanaofanya vizuri sasa hivi ndo
wa kuwasaidia. Sasa ni sehemu gani ambapo watakuwa wanatulia na kufanya mazoezi na kwenye timu zao. Asilimia kubwa nafikiri hizi timu zetu huwa zinapenda kuwachukua alafu mwisho wa siku wanatelekezwa. So ukitaka kuangalia na wachezaji waliofanya vizuri kipindi cha kina Jobu ni hao ambao wanaonekana. Unajua kwenye mashindano kama yale, timu ambayo inavaa jezi ya taifa kuweza kuingia fainali kwa mashindano ambayo dunia wanayaona, basi ni kiwango kikubwa na ni picha nzuri ya kuweza kuonesha Tanzania iko katika sehemu gani ya soka, kwa sababu ukianza kuchukulia toka wameanza kucheza chini pale mpaka kuweza kuja kufika fainali ni hatua kubwa, na inaonekana moja kwa moja wana malengo na kiwango kikubwa cha uchezaji katika mashindano yale. Naamini mashindano haya under 17 ni mashindano ambayo yanatazamwa na vilabu vingi sana duniani. Naamini ni mashindano ambayo yanakuwa na mawakala wengi sana. Kwa hiyo naamini katika mashindano haya vijana wengi watapata nafasi za kwenda kucheza Ulaya na kwingineko. Kwa maana hiyo vilabu vitakiwa vijifunze zaidi kupitia federation wanachokifanya, kwa sababu mimi naamini tunaiona hii timu inafanya vizuri, lakini federation imeingia gharama kubwa sana kuwatunza hao watoto. Baadhi ya mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam wameipongeza Serengeti Boys na kuitakia kila laheri kwenye mchezo wao wa fainali dhidi ya Senegal Jumanne wiki hii. Wanasema kombe lazima lije nyumbani. Hiyo timu yetu ya vijana kwa kweli kwanza ni ya kupongezwa sana, kwa sababu kwanza inajenga morali kwa vijana wengine ambao wana mtazamo au wana hisia za kutaka kufika mbali kimichezo. Kwa hiyo sisi tuwapongeze vijana wetu, tuwape moyo na tukiwa na uhakika kabisa kwamba hilo kombe tunaweza tukafika nalo karibu lije nyumbani. Kwanza tunawapongeza kufika fainali, kuitoa wale Misri sio timu ndogo. Tunawapongeza na tunawaombea dua wachukue kabisa hili kombe. Kingine labda cha kuongezea kwamba hii timu sasa isivunjike baada ya hapa, hata kama watakuwa hawajafanikiwa kuchukua huu bingwa, isivunjike, ifadhiwe vizuri, itunzwe. Kubwa mimi napenda kuwashukuru kwanza wachezaji pamoja na benchi la ufundi, wamefanya kitu ambacho baadhi ya sisi wa Tanzania hatukuweza kufikiria kama timu yetu ingeweza kufika pale ilipofika. Kikubwa tu kuwaomba tu wachezaji wafuate maelekezo ya benchi la ufundi na wajue kwamba sisi mashabiki tunahitaji nini. Kubwa ni kuwapongeza kwa hatua waliofikia, na kuwatia hamasa kuwa waendelee hivyo hivyo na Mungu atajalia watafika mbali katika hilo. Nawapongeza sana Serengeti Boys kwa kufikia pale walipofikia, na kingine kikubwa zaidi tuwashike mkono na serikali pia washike mkono wakimaliza mashindano. Lakini tuna mechi ngumu na Senegal, tutapambana, tunaombea dua wafanikiwe. Tukiendelea kuwatazama Serengeti Boys katika hatua nyingine, kocha mkuu wa timu ya Dodoma Jiji Amani Josia ameipongeza timu hiyo kwa kufanikiwa kufuzu kutinga hatua ya fainali katika fainali za AFCON kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17. Kwanza tuchukue nafasi kama Mtanzania kupongeza mafanikio ya Serengeti Boys kwa kile ambacho wamekifanya mpaka sasa hivi. Kinakuwa na faida nyingi, kina faida ya ukuaji wa soka kwa nchi yetu, lakini pia faida nyingine ni kuiweka Tanzania kwenye ramani ya soka, kwa sababu kwa namna yoyote ile timu ambayo inayoshiriki, taifa ambalo linashiriki michuano ya mwisho kabisa kwa maana ya kombe la dunia, maana yake mnakaa kwenye ramani ya mpira. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa, lakini pia inakuwa ina encourage hata vijana wetu. Unaona vijana wadogo wa Tanzania sasa watakuwa na mwamko mkubwa sana kuweka vijana wao kwenye hivi vituo vya michezo kwa namna yoyote ile, kwa sababu mpira ni sehemu ya ajira. Kwa hiyo nichukue nafasi kupongeza mamlaka za soka nchini kwa mafanikio makubwa kwa maana ya uongozi wa rais wetu Wallace Karia pamoja na eneo lote la kiufundi kwa mipango madhubuti ambayo imewekwa ili kutuweka pale kwa hatua ambayo wamefikia, hatua ya fainali waliofika. Nafikiri ni kwanza sisi ni mafanikio makubwa. Vyovyote vile itakavyokuwa, tunachoweza kusema tu hapo tulipofika hapo ni hatua kubwa sana ya mafanikio. Kwenye fainali chochote kinaweza kutokea, lakini kwa uwezo ambao tumefika pale, kwa sababu nafikiri tumefika pale kwa performance ambayo ni kubwa,
chini ya mwalimu wetu Elieneza anafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo ninaamini kwamba hata sisi kufika pale na mwana finalisti mwenzetu Senegal nafikiri anatuogopa pia. Na ni coach Amani Josia huyu akizungumzia kikosi cha Serengeti Boys. Na kwa sasa naungana na mchambuzi wetu Philip Nkini kwa ajili ya kuweza kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Karibu sana Nkini. Asante kaka, vipi? Safi kabisa. Kwa kuanza kutazama kile ambacho kimetokea jana, ulikuwa na Kennedy hapa, mkakizungumza lao kwa kifupi, lakini tulikuwa bado hatujajua tunakutana na nani. Hatimaye ni Senegal. Unafuu uko wapi katika hilo? Kwanza lazima uwapongeze. Vijana wamefanya kazi nzuri, mwalimu wao amefanya kazi nzuri mpaka kuwafikisha hapo walipo. Unamsikia alivyosema, anazungumza pamoja na mazoezi, lakini dunia imebadilika sasa hivi. Walikuwa wanatumia teknolojia zaidi mazoezini. Kwa hiyo ni mfano mzuri wa kuigwa kwamba tumeshaanza kuelekea kule ambapo tunatakiwa kufika. Kwenye unafuu hakuna unafuu, kwa sababu siku zote ukishafika finali unaokutana naye na yeye ni bora kama ulivyo wewe. Kwa hiyo ni mechi ambao kila mmoja atakayechanga karata zake vizuri atapata ushindi, na unaenda kucheza finali na mtu ambaye tayari alishachukuaga ubingwa kwenye mashindano. Wewe ndio mara ya kwanza unafika hapo. Kwa hiyo kwenye picha ya kawaida unaweza kuonekana ya kwamba Tanzania labda ni wadogo zaidi kuliko Senegal. Lakini kwenye finali, yoyote anayefika finali hakuna ambao anaweza akasema hivyo, kwa sababu kwenye finali yoyote anaweza akachukua ubingwa. Nimefurahi Alikama ameongea vizuri sana, jinsi alivyojaribu kusema ya kwamba ni vijana ambao wamefanya vizuri lakini hawahitaji mzigo mkubwa sana, na mimi nakubaliana naye kwamba tuache, ushauri unaruhusiwa, lakini tusiwape ile pressure kubwa sana ya kwamba kuna kitu kikubwa sana wanatakiwa kukifanya, yani kama vile kulibeba taifa. Mpaka hapo walipofika hao wameshakuwa ni icon ya taifa, wameshalibeba taifa. Kwa hiyo tunatakiwa lazima tuanze kwanza kuwashukuru kwenye hichi, na mwisho tuende nao tukaunge mkono kwenye mchezo. Tunatafuta safari ya Stars hapa, lakini unafundi nilikuwa na uzungumzia ni kwamba kama ingekuwa ni Tanzania dhidi ya wenyeji Morocco, yawezekana kungekuwa na ugumu katika hilo. Nikimaanisha maamuzi pamoja na masuala mengine, kwa sababu tunalifahamu soka la Afrika jinsi lilivyo. Safari ya Serengeti Boys ikiwa ni hii. Ukiangalia safari yao kwanza inakupa matumaini, kwa sababu ni timu ambayo imeruhusu goli moja tu kwenye dakika 90 zile za mchezo. Kwa hiyo wenyewe wamefunga magoli 8, wameruhusu goli moja. Kwa hiyo unawapa pongezi ya kwamba kwanza wana defense nzuri, lakini wana safu bora zaidi ya ushambuliaji. Hizi ni namba bora sana kwenye timu ambayo imefika finali. Kwa hiyo zinakuonesha ya kwamba hakuna shaka yoyote ya kwamba hawa vijana wana uwezo mzuri zaidi wa kuchukua ubingwa. Tutatazama pia katika hatua ya robo finali. Haya ndio matokeo ambayo yalipatikana na ushindi ulienda kupatikana katika changamoto ya mikwaju ya penalty dhidi ya Algeria. Ilikuwa ni mchezo wa robo finali, lakini jana nusu finali ndipo dakika 90 zilikamilika kwa suluhu. Hatimaye mikwaju ya penalty ikaamua kuweza Tanzania kuweza kusonga mbele. Lakini pia tutatazama Senegal ambapo wao walianza kwa kupoteza mbele ya Afrika Kusini kwa mabao 2-1, lakini wakaja wakazinduka baadaye kwa kuifunga Ghana bao 1-0, lakini walipokipiga dhidi ya Algeria wakawachapa mabao 2-1. Hili kwa ni katika hatua ya makundi, lakini sasa tutatazama katika hatua ya robo finali. Walitoshana nguvu na Mali kwa kufungana goli 1-1, lakini katika mikwaju ya penalty wakapata ushindi wa penalty 4-2, lakini jana dhidi ya Morocco walitoshana nguvu kwa kufungana 1-1, na katika mikwaju ya penalty ikasoma 7-6. Nirejee swali langu la msingi kwamba yawezekana ingekuwa ni Tanzania dhidi ya Morocco, tayari tungekuwa tunaingia tukiwa na vichwa chini mikono nyuma. Labda kwa ile fakta ya kwamba wao ni wenyeji. Labda kwenye hoja ya wenyeji kwa sababu wanapata support ya mashabiki, lakini kwenye hoja ya ubora wa kikosi, mimi nafikiri Tanzania mpaka wamefika hapa wana namba bora zaidi. Kuna kitu ambacho kwa Morocco kingeweza kuongezeka, kwa sababu wanacheza nyumbani, wangepata support ya mashabiki na element ambayo imeshajengekaga kwamba Morocco ni taifa kubwa zaidi Afrika kwenye soka. Lakini mimi naamini kwenye dakika 90 bado tulikuwa tuna uwezo wa kuwasumbua. Kwa nini nakwambia hivyo? Sisi tuliwasumbua Morocco ile ambayo imeenda World Cup. Yaani sio hawa. Tuliwasumbua wale Morocco walioenda World Cup, na nakumbuka dakika ya za mwisho kabisa sisi tulikuwa tuna uwezo wa kufuzu, tukawaacha pale kwenye mashindano ambayo walikuwa wameandaa wenyewe. Kwa kwenye timu hii mimi naamini ilikuwa bora. Kwa Senegal sasa ukitazama kile ambacho nilikuwa nakwambia kwamba Tanzania ni bora. Tazama michezo yao yote waliocheza. Kila mchezo waliocheza wamefuzu kwa mbinde, na hakuna mchezo ambao hawajaruhusu goli. Kuanzia mchezo wa kwanza mpaka mchezo wa mwisho wameruhusu goli. Na hata idadi yao ya kufunga goli ni magoli 2, goli 1, lakini tofauti na Stars ambao walikuwa na magoli 3 alafu magoli 2. Kwa kifupi sana, tayari Morocco wenyeji wametolewa na Senegal kwa changamoto ya mikwaju ya penalty jana.
hauoni kwamba Tanzania itakuwa na faida ya wa Morocco sasa, ile ya kwamba hawa walitutoa basi inabidi tuwe upande wenu wa Tanzania? Kwa sapoti ya mashabiki kwa Tanzania, nafikiri wana mashabiki wale wote wa Morocco sawa wanahamia upande wao, kwa sababu uelewe ya kwamba kulikuwa kuna maneno mengi kwenye michuano ya AFCON ambayo ilimalizika, ambayo ilichezwa pale nchini Morocco baada ya fainali ya Senegal na Morocco kuingia vurugu mechi nyingi. Lakini pia jana unaona ya kwamba Senegal wale wamefanikiwa kuwaondoa tena Morocco. Kwa mashabiki hawawezi kuwaunga mkono Senegal. Kwenye sehemu kubwa lazima Tanzania itapata support kubwa zaidi ya mashabiki. Ingawa kabla ya fainali mashabiki wa Morocco walikuwa wanaamini ya kwamba Tanzania walikuwa wana uwezo wa kuotoa kwa ile michuano ya AFCON ile iliyopita. Kwangu mimi nafikiri watapata support, lakini tusitegemee sana support yao. Mwalimu aandae kikosi chake bora, aende akaweke record ya kwamba tuje tukawapokee vijana kwenye uwanja wa ndege pale wakiwa na kombe lao, na hizo ahadi ambazo wameahidiwa watimiziwe ahadi zao, maisha mengine yaendelee. Pongezi pia kwa Wallace Karia, rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF. Shukrani sana. Anastahili kupata pongezi kwa sababu timu zake za taifa zote zimefanya vizuri kwenye kipindi chake. Shukrani sana Philip Nkini. Naam, ni mchambuzi wetu huyo Philip Nkini, nimekuwa naye hapa, lakini kwa sasa tutazame kile ambacho tulikuandikia kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Swali lilikuwa ni hili: AFCON Under 17 Serengeti Boys kuwakabili Senegal kwenye fainali ya AFCON, unaliona kombe kutua nyumbani? Swali lilikuwa ni hili, lakini sasa tutazame yale ambayo umetuandikia kupitia kurasa zetu, tukianza na Instagram. Kaiza Mandike anasema kwa kweli timu inastahili pongezi kwa kufika fainali, lakini ni wazi kuwa wanaenda kucheza mchezo wa fainali dhidi ya Senegal na ndio mgumu sana kati ya yote waliocheza. Kwa hiyo kutokana na ubora wake vijana wa Senegal kulibeba taji hili, vijana wanatakiwa kujitoa na kujituma kwa 100%+. Edgar Mugeta anasema kila kitu kinawezekana chini ya jua, maana kila mbabe ana mbabe wake. Kwa sasa sisi ndo tunaenda kuwa wababe wa Senegal, maana hawa vijana wanapambana kwa moyo wa kizalendo kabisa. Lakini Boaz Malila anasema Kaliwa Tabora, nikitazama Under 17 tunaweza kubeba, maana timu hii inafikirisha sana kuwa hata senior timu ingekuwa na ubora walionao hawa vijana Tanzania tungekuwa mbali kisoka. Tuwaunge mkono tu, kubeba inawezekana. Haya ni maoni ambayo umetuandikia kupitia Instagram na sasa ni Facebook. Eliakim Nixon kutoka Itimila Simiyu, kiukweli ukiangalia kwa uzani Tanzania na Senegal, wenzetu Senegal wametuacha mbali, lakini kuwa huu ni mpira na ni mechi moja tu, naamini mpango wetu ukiwa madhubuti tunachukua kombe Tanzania. Lakini Peter BJ kutoka Pangani anasema kwa jinsi ninavyoona wanacheza kwa nidhamu kubwa sana, kila mchezo wanamheshimu mpinzani na wanakuwa makini katika kuzuia wapinzani, ila naomba kama taifa tusiwape shinikizo kubwa, tutulie kama tulivyoacha tukastukia wapo nusu fainali na sasa fainali. Mimi naamini kombe linakuja Tanzania. Lakini Martin Machibia anasema hawa vijana tunu nyingine ya taifa, tunapaswa kuwatunza na kuwalea kwa wivu mkubwa, na tukifanikisha hili World Cup 2030 tutakuwepo. Kuhusu kombe hili lolote linaweza kutokea. Senegal wapo vizuri, ila Serengeti Boys wanao uwezo wa kufanya maajabu, lisilowezekana likawezekana. Hayo ndio maoni ambayo mmeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini kwa sasa tunakamilisha hivyo nusu saa ya kwanza, na yapo mengi ambayo tutakuja kukufahamisha, lakini kwanza tupate mapumziko mafupi. Hayo ndio maoni ya mashabiki. Tutakaporejea tutakufahamisha mengine ambayo tumeweza kukuandalia hapa katika Mshike Mshike. Na asante kwa kuendelea kuwa nami, bado upo nami Akida Kilango katika Mshike Mshike, na tunaendelea kutazama mengine ambayo tumekuandalia usiku huu. Na sasa tuelekee katika timu ya taifa ya mpira wa miguu Taifa Stars imeingia kambini leo ikiwa ni maandalizi ya kwenda kucheza mechi ya kirafiki nchini Morocco inayotaraji kuchezwa Juni 5 dhidi, na baadaye watakipiga pia dhidi ya Uganda, ikiwa ni watakipiga dhidi ya Uganda na baadaye watakipiga dhidi ya Rwanda, ikiwa ni sehemu ya michezo ya kuweza kujiandaa katika kalenda hii ya FIFA.
Taifa Stars kinaingia kambini leo jijini Dar es Salaam tayari kwa safari ya kuelekea Marrakesh, Morocco kwa michezo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA, michezo ambayo tutacheza tarehe 5 na tarehe 9 dhidi ya Uganda na Rwanda. Na wachezaji wote ambao wameitwa wataripoti kambini, isipokuwa baadhi ya wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania, wenyewe tutakutana nao huko moja kwa moja, japokuwa kuna baadhi ya wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania tayari wako hapa nchini, kwa hiyo nao wataingia kambini kwa ajili ya safari hiyo ya Marrakesh, Morocco, na kikosi kinataraji kuondoka siku ya Jumapili kuelekea kwenye michezo hiyo ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Nchi Young Africans wameendelea na maandalizi ya kurejea kwenye ligi kuu kwa wachezaji waliosalia kwenye timu, ambapo rasmi Juni mosi kikosi hicho kitatarajia kuingia kambini kujiandaa na mchezo wao dhidi ya Mashujaa Football Club. Meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe amesema mechi 5 za mwisho zinahitaji maandalizi ya kutosha ili kuhakikisha wanapata ushindi na kuweza kutetea ubingwa wao. Hivi kuna mapumziko ambayo yametolewa na tarehe 1 panapo majaliwa Mwenyezi Mungu timu itarejea kuanza mazoezi, ukizingatia tarehe 10 na hapo ligi itarudi kwenye mchaka wake. Wako wachezaji ambao wamekwenda majukumu za timu za taifa, tunawaombea kheri, wacheze salama, wasipate majeraha, warudi wakiwa salama, tuweze kuipambania Yanga yetu kwenye michezo 5 iliyobakia ya ligi kuu na michezo 2 iliyobakia ya CRDB Federation Cup. Tunaamini tulipotoka huko ni mbali, lakini hapa ambako tunaona ni karibu kufika ndiyo pagumu zaidi kuliko huko ambako tumetoka. Kwa hiyo tarehe 1 tutaanza maandalizi yetu kwa wachezaji ambao wamebakia, watakuja kuungana na wale ambao kwenye timu za taifa, alafu mchaka utaanza. Tukirudi tuna safari ya kwenda Kigoma. Kigoma tuna mechi dhidi ya Mashujaa, moja ya mechi nzuri sana, moja ya mechi ngumu sana ambayo ni waombe wana Yanga kuanzia sasa hivi Dar es Salaam na mikoa yote tujiandae na safari ya kwenda Kigoma. Sasa hivi tukubaliane tu kwamba ilipo Yanga na sisi wana Yanga tupo. Kwa hiyo tuanze safari. Kigoma ni mbali kama unapelekwa na shughuli nyingine, lakini kama inakuita Yanga, Kigoma hapo ni karibu sana. Ni sawa unatoka Dar es Salaam unaenda zako tu pwani hapo. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga kwa nguvu kubwa tuanze maandalizi tukatafute mechi ya Kigoma dhidi ya Mashujaa inshallah. Sisi mechi zote 5 zilizobaki ni mechi ngumu. Hakuna mpinzani mwepesi hapa. Mashujaa, Fountain Gate, Azam, TRA, JKT zote ni mechi dume hizo. Ukienda kwenye makaratasi Yanga haikutakiwa kufungwa na Dodoma, lakini kwa sababu mwisho kuna mechi ngumu wametufunga Dodoma. Kwa hiyo hizi mechi za mwisho lazima ujiandae vizuri, usiende kichwa ukamchukulia poa mpinzani, atakushangaza wakati wowote. Kwa hiyo tunaweka jitihada kubwa, tuperform vizuri, tupate matokeo mazuri na inshallah tutatetea ubingwa wetu msimu huu. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB kupitia kaimu ofisa habari wake Yahya Abu Shehe imekiri kukoshwa na ushindani uliopo kwenye ligi kwa mizunguko 25 iliyochezwa, na wakiamini kuwa klabu zimejipanga kumaliza msimu kwa kishindo. Tunaridhishwa na ushindani unaojionyesha, ushindani ambao umeonyeshwa na timu zote shiriki, timu 16 za Ligi Kuu ya NBC kuanzia nafasi ya kwanza mpaka nafasi ya 16 kwenye msimamo wa ligi hiyo. Tumeshuhudia ushindani mkubwa miongoni mwa timu, ushindani ambao unadhihirisha wazi kwamba msimu huu umekuwa miongoni mwa misimu bora ya Ligi Kuu ya NBC. Hakuna mwenye nafasi yake, kila ambaye yupo kwenye nafasi hiyo anayo nafasi ya kupitwa na mtu ambaye yupo nyuma yake. Hivyo umekuwa ni msimu wa aina yake, msimu ambao umekuwa na ushindani mkubwa kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa raundi ya 25 ya ligi hiyo. Tutazame sasa taarifa zinazohusu mlengo wa World Cup. Kocha Lionel Scaloni amemjumuisha nyota wa Inter Miami Lionel Messi kwenye kikosi chake cha mwisho cha Argentina kitakachoshiriki katika fainali za Kombe la Dunia 2026 zinazotaraji kuanza Juni 11, 2026 kwa ushirikiano wa Marekani, Mexico na Canada. Tuungane na Wastara Msese na muunganiko wa taarifa mbalimbali. Taarifa hii itakapokuwa tayari basi tutakuletea, lakini kwa sasa nikufahamishe kwamba kocha Roberto Martinez amesema watu wasije kushangaa kumwona nahodha wa Ureno Cristiano Ronaldo kujumuishwa kwenye kikosi hicho kwenye fainali za Kombe la Dunia mwaka 2030 zitakazoandaliwa na Hispania, Ureno pamoja na Morocco. Martinez, raia wa Hispania mwenye umri wa miaka 52,
amesema haoni ajabu kwa Ronaldo kushiriki kwenye fainali za mwaka 2030 kutokana na kujitunza kwake kwenye mazoezi na kusalia kuwa katika kiwango chema na kizuri kwa wachezaji wengine wadogo pia wakitakiwa kumuiga Ronaldo ambaye ataweka rekodi sambamba na Lionel Messi ya kushiriki mara 6 kwenye fainali za kombe la dunia mwaka 2026 ambapo atakuwa amefikisha miaka 45 kwenye fainali za mwaka 2030. Cristiano Ronaldo alianza kuitumikia Ureno mwaka 2003 huko mpaka anashikilia rekodi ya kucheza michezo mingi akiwa amecheza mara 226 na kuongoza kwenye upande wa magoli akiwa amefunga magoli 143 sambamba na kufunga magoli kila kwenye fainali zote 5 ambazo ameweza kushiriki katika fainali za kombe la dunia, na uzuri ni kwamba utamshuhudia pia kupitia hapa Azam TV. Tukiendelea kutazama taarifa nyingine, nahodha wa zamani wa Brazil Marcos de Morlas maarufu kama Cafu ambaye ni mshindi mara 2 wa kombe la dunia mwaka 1994 na 2002 amesema kitendo cha shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA kuruhusu timu shiriki za kombe la dunia kufika kuwa 48 kutoka timu 32 hapo awali kutachochea ushindani sambamba na ushiriki wa timu nyingi ambazo awali zilikuwa zinakosa nafasi ya kucheza katika fainali za kombe la dunia huko nyuma. O que a FIFA tem que esperar com 48 equipes, mais jogos, mais diversão. Unadhani FIFA wanategemea nini kwa timu 48? Michezo mingi, furaha zaidi na ushiriki wa nchi nyingi kwenye kombe la dunia, hususan kwa nchi ambazo hazikuwahi kupata nafasi ya kucheza penali hizo kama Haiti, Curacao na Kazakhstan. Timu kama hizo ingekuwa 32 zisingeweza kupata nafasi kwenye kombe la dunia. Na sasa FIFA inaruhusu kila timu kuweza kushiriki kwenye kombe la dunia. Que desacredita da capacidade dos clubes e do futebol brasileiro. Cafu huyo. Turejee hapa nyumbani sasa. Meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Yanga Ally Kamwe amejitanabaisha kuwa shabiki wa Brazil, akipongeza pia Azam TV kwa uzalendo wake wa kuonyesha mechi zote 104 za kombe la dunia, huku akitamba kwa timu yake ya Brazil itaibuka na ubingwa katika michuano hiyo msimu huu. Kwa tunawapongeza Azam TV kama vile kawaida, burudani imeendelea kukatwa kiuchetu vizuri. Mechi 104 kombe la dunia zitakuwa live sebuleni. Na sisi mashabiki wa Brazil tumeshaanza kujiandaa kama unavyoona na jezi original kabisa Brazil, tunakwenda kuchukua World Cup mwaka huu. Yaani hakuna excuse nyingine. Taarifa ambayo tumeipata kwenye kambi yetu ya kutushtua ni Neymar kupata majeruhi, lakini hakuna shida yoyote. Neymar tumemwambia tulia, hizi mechi za kwanza hizi kina Mathias Cunha watazimaliza hizi. Wewe utakuja baadaye kwenye robo finali. Kwa hiyo tunaamini na wa Brazil wenzangu maana tuko wengi, hii ndio timu yenye mvuto zaidi kwenye kombe la dunia. Tujiandae kupata burudani inshallah kupitia Azam TV. Tuelekee kwingine. Bondia maarufu Torres Crawford amewasili visiwani Zanzibar kwa ziara ya siku 2 ambapo anatarajiwa kujionea hali halisi ya utalii katika maeneo mbalimbali akiwemo mji mkongwe Mtumbawe pamoja na Nungwi kwa lengo la kutembelea fukwe na vivutio vya utalii. You know, the Serengeti, the Maasai tribe, Arusha, just the people, just everything about, you know, Tanzania. So far I've experienced a great deal of comfort, the boxing gyms, just how me and my family's been treated. It's been a great time. Message from my fans. I appreciate y'all for supporting me for so long, and I definitely will be back. Zanzibar, Hakuna Matata. Wageni wetu hawa watakuweko kwa muda wa siku 2. Watatembelea submarine ambayo iliokuweko katika Stone Town kwa ajili ya kujionea matumbao na mazingira mazuri yaliokuwepo katika bahari. Na siku ya mwanzo hii wataweza kukaa katika eneo la Stone Town na kuweza kutembelea baadhi ya maduka na vitu vya utamaduni vilivyokuwa katika mji mkongwe wa Zanzibar. Siku ya pili watakuwa na safari moja kwa moja kuelekea Nungwi kwa ajili ya mapumziko, kujionea fukwe nzuri na kuweza kujionea hali halisi ya utalii uliokuweko Zanzibar. Kwa kweli watu kama hawa maarufu kuja kutembelea katika visiwa hivi vyetu vya Zanzibar, kwanza faida kubwa inayopatikana kwanza kuweza kuitangaza nchi kupitia utalii wa michezo.
Sisi kama bodi tulifanya jitihada za kuweza kuona namna gani sasa atakuja, na hiyo yote nikataka kuhakikisha kwamba ule ushawishi aliokuwa nao kwenye mchezo wa ngumi basi unahamia pia kwenye upande wa utalii, lakini pia kublend utalii na michezo ambayo tunaita ni sports tourism. Kwa hivyo tulitengeneza program ambayo ilikuwa ina maeneo ya vivutio vya Tanzania bara, na kama mnavyofahamu tunavyofanya kwa wageni wengi, waga kwanza wanaanza na yale mazao ya utalii ambayo yako Tanzania bara na ambayo kimsingi yanawafanya sasa lazima waje kwenye aina hii ya utalii ambao unapatikana visiwani Zanzibar. Kwa experience wanao pia forum ya Black American wanataka kuja sana, lakini hawana taarifa kamili. Wamekuwa wakienda South Africa na Ghana zaidi. Kwa hiyo kumpata mtu kama Terence yuko hapa leo ni kioo cha jamii kwenda kuambia Black American guys, twende Tanzania. Zaidi ya milioni 800 zinatarajiwa kukusanywa kwenye mbio za hisani za Manyara Tanzanite Marathon zitakazofanyika mkoani Manyara mwezi Agosti mwaka huu. Achano la alama lililopo. Tumeanza maandalizi maalum ya mbio za hisani ambazo zina lengo ya kuchangia uboreshaji mkubwa katika huduma ya afya ya watoto wachanga katika mkoa wetu, ambazo mbio hizi tumezipa jina kama Manyara Tanzanite Marathon. Mbio hizi ambazo zina kauli mbiu inayosema kwamba hatua moja okoa maisha ya mtoto, ni mbio ambazo tunategemea kuzifanya katika mkoa wetu tarehe 22 za mwezi Agosti 2026, na tunategemea mgeni rasmi Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba ndio atakayeongoza mbio hizi. Ndugu zangu, tunategemea kuchangisha fedha kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba kwa ajili ya watoto hao wachanga, pamoja na ununuzi wa vifaa maalum, vile vichupa maalum incubator kwa ajili ya kuweka watoto hawa njiti ambao wanazaliwa kabla ya muda. Tunafahamu hali ya hewa ya mkoa wetu, tunafahamu maeneo mengine hali ya hewa ni baridi kali sana. Watoto njiti wanapozaliwa wanahitaji uangalizi maalum, vifaa maalum vya kuweza kuwafanya waweze kuishi. Lakini hata watoto wa kawaida ambao wameshatimia umri wakizaliwa pia wanahitaji uangalizi mzuri. Kwa hiyo tuliona hili jambo linaweza likafaa, lakini pia kujenga jengo maalum kwa ajili ya watoto hawa wachanga pamoja na watoto njiti katika hospitali yetu ya mkoa, ya wilaya ya Hanang. Lakini kingine kikubwa katika mkoa wetu, tunafahamu wanapokusanyika watu, wanapokuja wageni, ni muhimu kutangaza mkoa. Kwa hiyo pia mbio hizi zitatusaidia katika kutangaza utalii wa mkoa, vivutio, lakini pia kuonyesha mkoa wetu namna vile ulivyo. Mkoa wa Manyara katika mbio hizi na maandalizi hayo unakusudia kukusanya shilingi milioni 886.6. Wanariadha wa mkoa waliopita, waliopo sasa hivi na tunaowategemea watashiriki mbio hizi kwa pamoja. Tuna wanariadha wengi wakubwa ambao wanashikilia medali mbalimbali za dunia katika riadha. Tutakuwa nao na watakimbia pamoja na Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuongeza chachu ya mbio hizi, lakini pia kufanya mbio hizi ziweze kufana zaidi. Zaidi ya wafukuza upepo 10,000 wanatarajiwa kushiriki katika mbio za TCB Slow Marathon zitakazofanyika Juni 20 mwaka huu mjini Morogoro, ambazo zimelenga kutangaza utalii pamoja na kukuza vipaji vya riadha hapa nchini. Lengo mojawapo ni kuchachua vipaji vya riadha vya mkoa wa Morogoro, na hili tumeshirikisha jogging clubs nyingi na running clubs za Morogoro kwa ajili ya kuleta wakimbiaji wao. Pili, chuo cha Mzumbe na SUA wanafunzi wao tunataka washindane kupitia kitu tunaita nani mkali kati ya Mzumbe na SUA. Kwa maana yake ni kwamba ni mbio jumuishi yenye watu wengi sana. Maandalizi mengine ya msingi ni nini? Na hapa nieleze wazi. Tunashirikiana na watu kama TCB Commercial Bank, Tanzania Commercial Bank pamoja na Yas. Na kimsingi ningependa kueleza hapa, SGR ni partners wetu wakubwa sana. Kwa hiyo maandalizi ya kuwaleta watu mkoani Morogoro kutokea Dar es Salaam na Dodoma yanaenda vizuri sana. Lakini pia hata mabasi ambayo yataleta watu. Inafanyika tarehe 20 mwezi wa 6. Kumbe tokea tumetangaza haya, kuna vikundi tayari wamejiunga kule na wanajichanga taratibu kwa ajili ya maandalizi ya siku hii ya marathon tarehe 20 Juni. Kwa hiyo badala ya mtu kupata stress, hata yule ambaye ana kipato chake ni kidogo kabisa lakini anatamani kushiriki, maanake kama kundi wanajiunga pamoja, wanafungua au wanatumia huduma yetu ya Mix Kikoba ambayo
unaifanya kidigitali kwenye simu ya mkononi, na mnaweza sasa kujiorganize na kujichanga taratibu. Kila muamala ambao watu watakuwa wanafanya kwenye zile pre-parties ambazo mwenyekiti wa kamati ya maandalizi amesema zitakuwepo kabla event na baada, kutakuwa na discounts, lakini vile vile ile miamala pia na yenyewe inakupa nafasi, itakuwezesha kuingia kwenye draw ya kwenda kuangalia World Cup kwa wale ambao watabahatika kuingia kwenye hiyo draw. Mambo ya kukimbiza upepo hayo, na ndivyo tunavyofika tamati katika mshike mshike usiku huu. Na miongoni mwa yale ambayo tulikuwa nao usiku huu ni pamoja na serikali yaizawadia Serengeti Boys shilingi milioni 500, lakini pia tumeangazia kuhusiana na kikosi cha Yanga kurejea kambini, lakini bondia Terence Crawford naye pia ametua kule visiwani Zanzibar. Niseme kwamba kufika hapo hakuna la ziada. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Akida Kilango, nikutakie uwe na usiku mwema.